Thank you, Kenyans. Once again, it's your girl Brenda Kangai here, the next woman representative of Nairobi County. And today I want to address the MPs from Mount Kenya region who are attacking His Excellency, the Deputy President Rigathi Gachagua. In so many things I've differed, and in so many instances I have differed with the Deputy President. I also still do not agree with some of his things, but let me say this. Mzazi wenu ni mzazi wenu hata kama ni wazimu. You see, your father is your father. Akwe ni mogoroki, akwe ni mchawi, akwe ni nani. Your father is your father. And we have witnessed it during Uhuru Muigai Kenyatta tenure. There are so many people in Mount Kenya region who are brainwashed to hate Uhuru Kenyatta. But today they are regretting because they never gave their king, Uhuru Muigai Kenyatta, a chance to lead them in the right direction. Uhuru wanted these people to vote for Raila Amolo Odinga, they never had him. But wakaenda mlengo ingine. Lakini sahi wakibomolewa nyumba, wakifanywa madharau, ndio wanamkumbuka. It's the same thing. Kuna MPs, Kimani Ichung'wah, and your culprits. Let me address, and this message is for you. Usitumike kukuja kuleta division Mount Kenya na kukuja kudhalilisha Gachagua. Kimani Ichung'wah, you are the same person who was insulting Uhuru Muigai Kenyatta mbele ya watu. Ukamtukana, ukamdhalilisha, ukasema hata kwake kuchomwa huko nini mkaiba kondoo zake na mkaenda nazo. But today, the people you brainwashed, washa realize Uhuru alikuwa na mazuri yao. It's the same thing unadharau Gachagua. The same people unaambia wadharau Gachagua, watakuja kujua ya kwamba Gachagua kuna kitu ameona ambayo ni mbaya kwa serikali ya William Ruto. And I'm not saying that Gachagua is good. Kila mtu anakuanga na makosa yake duniani. Gachagua might also been brainwashed by Ruto. Hakuna mtu hawezi kuwa brainwashed. It doesn't mean Gachagua kuna pesa mingi sana hawezi kuwa alikuwa brainwashed na Ruto na akabai the Hasra narrative na akafikiria that huyu mtu atakuja kusaidia watu wetu. But Gachagua kwa hiyo safari akagundua kazana, ulikuwa unataka nikupatie kura za watu wa mlima alafu wakalie uharibu biashara zao na uwafute makazi. Wacha nirudi kwa watu wangu. And when that person realizes alifanya makosa na narudi kwa watu wake, one person by the name Kimani Ichung'wah na wenye wanaendea handout State House wanaanza kumdhalilisha. Kimani Ichung'wah, I think for this time I'm calling you out to be a gentleman. Stand for your people. As much as you love your stomach, kindly think of the people of Kikuyu town who voted you. The people of Kikuyu constituency who stood on the ballot paper na wakakuwekea kura yako pale wakasema I want to be represented in parliament by one Kimani Ichung'wah. Wafikirie tu, kaa chini uulize hawa watu wangu wenye walijitokeza. Mbona mimi na support miswada mbaya ambayo inaforsiwa na president ambaye hana haja na watu wetu na nisaliti watu wangu? Is president bigger than the people of Kikuyu who voted for you? You might be having personal issues with the deputy president, but why are you not even sympathizing with the people of Mount Kenya wenye wanabomolewa manyumba, wenye biashara zao zinahangaishwa, wenye wanakuwa overtaxed? Kimani Ichung'wah, you know very well, 54% of the economy of this country is built by the people of Mount Kenya region. Wao ndio wana biashara. But when you force those bills that make their businesses hadi wafunge biashara, are you standing with your community, with your people, or even with your country, or are you ensuring that the life of the Kenyan citizens becomes more harder? It is high time, Kimani Ichung'wah, you go back to your senses, and I am urging you. Hata kama tuko na differences zote, mimi si support deputy president. Na sijui kama ni some support, because I don't know what is in that very just movement. I feel it's also another scam, like the Hustler movement. But I will respect him
as a leader from Mount Kenya. When Uhuru Muigai Kenyatta was the president, I was a member of ODM. I have never been a member of Jubilee, but I've given Uhuru his due respect as my kingpin from the mountain. Watu wa mlima. Kaitogoro kaka kaaniki kiuru. How are you convinced to hate your father, to hate your brother, by the people who are united in their own community? Ebu Kimani Ichung'wah, today I'm challenging you. Ebu jaribu kudunga mkale, and don't tell me you are tribal. Ebu jaribu muingililie Wakalenjin watatu peke yake. And then you go to the comment section and tell me how many Kip and Chebs will insult you. For them, they are united. But when it comes to Mount Kenya, they don't want us to be united. They want us to be disorganized, Madhokodhanyo, so that they can come and bring the nonsense wheelbarrow and take the votes of the people of the mountain after taking power. And they are being supported by you. Na si wewe peke yako, mko na wengine ambao wakishaenda State House, mtu akule chakula, tumbo yake ishibe, na baada ya kubebea watoto wake, anasahau wale watu walimchagua. But that was not the point. The point was that as much as Rigathi Gachagua might have done several mistakes, at this time, yenye anavamiwa, anavurugwa, as a person from Mount Kenya, I'll stand with him. Hata kama huwa simsupport, hii wakati mnamvuruga, tusimama na yeye. Ati mnamtishia, mnasema Rigathi Gachagua hakukuwa na watu. Who sold that Asla narrative? Nani aliuzia watu Asla bandini wheelbarrow bandia? Who was used? I challenge you today. Tell me one person in Mount Kenya community mwenye ange mobilize hiyo Asla na hizo wheelbarrow bandia na mikokoteni bandia iuzike Mount Kenya kama si Rigathi Gachagua. Please don't underestimate that man. He is very strong, and if Rigathi Gachagua, you have done mistake. Mimi naomba tu ite mkutano kubwa, msalimiane na Uhuru. Hizo grudge mingi zenye sisi tuko nazo na wewe tukusamee. As much as I won't support your Veritas movement, mimi bado nitakaa kwa chama yangu ya ODM, lakini tuongee. Ikifika ni mambo ya bedroom ya nyumbani, wacha tusimame na mtu wetu. Akivurugwa tumtetee. Kwa sababu tukijitoa nguo nje, tuanze kutembea uchi, watu watatuchekelea. Watasema we said, tuliwaambia. Hawana chochote, wamefutwa makazi, biashara zimebomolewa. Ndio hiyo wametaksiwa, wamefunga mabiashara, zimewalemea. That will be a song. So kindly, let's stand with our own. And Kimani Ichung'wah, stop that nonsense of insulting Gachagua everywhere. Hiyo ni ujinga. Ukatumika utukane Uhuru, ukamtukana. Sasa umetumika utukane Gachagua. Another person will arise, utumie umtukane. Kwani wewe ni mjinga? Wewe ni mjinga aje unadanganya utukane watu wa kwenu? So think about it, and the people of Mount Kenya, let us get united.